Nimeenda pale Kimgorom. Watu wa pale wameniambia ya kwamba hawana network. Na wameniambia ya kwamba wako na magirlfriend huku kwenu. Na nyinyi mnasumbua their girlfriends kwa sababu hawana network. Sasa nimewaambia ndani ya miezi 3 nitawawekea network. Ndio nyinyi msiwachukulie maneno hivyo. Nyinyi mnanielewa? Kuna watu wa kutoka Kimgorom hapa? Hebu nione watu wa kutoka Kimgorom. Watu wa Kimgorom wako hapa. Nimewaletea salamu kutoka Kimgorom. Mnapokea? Kotaje? Mnapokea? So hiyo mambo ya network tunajua kuna sehemu hapa Baringo ambaye haijapata network ya kutosha, tutapangana pamoja na nyinyi. Mwisho, mimi nataka niwaeleze watu wa Baringo. Tumekubaliana ya kwamba tunasonga mbele kama taifa la Kenya. Nyinyi mumenipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Hakuna jamii yoyote ya Kenya itawachwa nyuma. Mimi nimetengeneza serikali ya broad based ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sio lazima jamii moja iondoke ndio jamii nyingine ipate nafasi. Tuko na serikali ya Kenya ambayo inatosha Wakenya wote. Na mimi nimesema siasa ya ubaguzi, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, hiyo siasa tumeifunga nyuma. Tunasonga mbele kama taifa moja, ya wananchi moja, ya serikali moja, ya taifa moja la taifa letu la Kenya. Watu wa Baringo na watu wa Mogotio, mko tayari tutembee safari hiyo pamoja? Mko tayari? Mko tayari? Tuendelee namna hiyo? Tayari kwa wale ambao mko wakulima, tayari mbolea iko kwa stores zetu hapa. Tuko tayari kwa msimu unaofuata. Mimi nasema shukrani sana, mumelima chakula nyingi. Kenya sasa tuko na chakula. Mimi nasema asante sana kwa wakulima wetu. Mimi nataka niwaeleze vile vile zile programs zetu zingine zote zinaendelea, na hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu tutaibadilisha. Tumeelewana jameni? Mimi nimesikia jamaa anasema hapo Singapore. Sasa mimi nataka niwaulize, tukijenga nyumba ya ghorofa 10 hapa ni Singapore si Singapore? Nyinyi mnaona hiyo soko inakaa kama ya watu wa reja? Sinakaa kama watu wako na chonjo? Ama namna gani? Ndio mimi nataka niwaeleze watu wa hapa Mogotio na watu wa Baringo. Mimi nawaeleza Kenya hii tunaunganisha, na hakuna sehemu ya Kenya mimi nitakubali ibaki nyuma, kwa sababu Mungu ametupatia nafasi ya kuunganisha taifa letu la Kenya, kutoka kule Lake Victoria mpaka kule ziwa ama Indian Ocean, kutoka kule Lake Turkana mpaka mahali Kenya inaishia kule Lake Magadi. Sisi wote ni team moja, ni taifa moja, na hakuna mahali Kenya itawachwa nyuma. Ile mimi siwezi kukubali ni wale wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Wale watu ambao hawana mpango, hawana sera, hawana agenda. Mnawajua? Si mnajua wale wa jamaa? Mnawajua? Wale wakikuja hapa kwenu mtawasikia atasema Kasongo, one time, Masgo. Hawajui barabara inajengwa namna gani. Hawana mpango ya affordable housing, hawana mpango ya market, hawana mpango ya hostel, hawana mpango ya barabara, hawana mpango yoyote. Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Mogotio. Wewe ukipatiwa nafasi ya kuchagua, nyinyi watu wa huku Mogotio, nyinyi mnachagua mtu kwa sababu wako na sura mzuri ama kwa sababu anajua kufanya kazi? Na wauliza, mnachagua mtu kwa sababu gani? Kwa sura ama kwa kazi? Kwa maneno ama kwa kazi? Kwa fitina ama kwa kazi? Kwa vitimbi ama kwa kazi? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? So mimi nawaambia hawa jamaa, wacheni vitimbi, wacheni sarakasi, wacheni fitina, tengenezeni sera, leteni maono yenu. Hawa Wakenya ni watu wako na akili. Watajua nani yako na mpango, nani hana. Watajua nani ni wakupanga, ni nani hana mpango. Ama nyinyi mtashindwa kuamua? Mko tayari? Si mko tayari? Sasa hata nyinyi mkipima, tafadhali niwaulize. Wale jamaa wanajaribu ati kushindana na mimi. Wanawezana na hii kazi kweli? Wako na mpango?
Wako na sera? Wako na agenda? Hata akili wako naye? Tunaelewana? Kwa hivyo hatutawaruhusu wakuje waturudishe nyuma. Sisi tunaenda mbele. Ama namna gani? Baringo hoye! Tumekubaliana? Kwa hivyo watu wa Baringo mnasemaje? Ati Baringo mnasemaje? Ati Baringo mnasemaje? Ati Baringo mnasemaje? Hebu nione kwa mikono wale wana. Hiyo ndio lugha ya Baringo. Tuendelee namna hiyo. Tuendelee kutengeneza barabara. Tuunganishe stima. Tuhakikishe SHA inafanya. Tujenge masoko, hostels, affordable housing. Tubadilishe Kenya. Kila kijana apate ajira. Hebu nione kwa mikono tena wala anasema tuendelee namna hiyo. Bas.